Maana yake ni hii: unapopita kwenye maji mengi, unapozungumza swala la maji ni moja ya majaribu. Unapopita kwenye maji mengi, Biblia imeshakwambia mimi niko pamoja na wewe, na yale maji hayatakuchukua, ila utapita kwenye yale maji. Okay. Utapita kwenye maji ambayo ukitazama namna hii utaona kabisa ninazama. Okay. Petro akamwambia Yesu, kama wewe ndiye Petro, kama wewe ndiye Yesu, naomba nipite juu ya maji kama wewe. Yesu akamwambia Petro, njoo nifuate. Wakati Petro anaanza kuweka mguu wa kwanza, wa pili, wa tatu, akacheka. Hivi ni kweli? Aliposema hivi ni kweli, ule upepo ukaja namna hii, kutaka kama vile kumwambia ujue kwamba mimi ndiye. Sasa sinakwambia uje, usiogope. Sasa pale ghafla Biblia inasema ndipo Petro akaona shaka. Kwa maana nyingine, ndipo Petro akaogopa. Maana yake kitendo cha kuogopa tu, baraka zako zinachukuliwa. Na ndio maana adui yoyote, mtu yoyote, siku yoyote, kitu cha kwanza akitaka kukutawala, lazima akupe roho ya hofu. Yeye lazima atakutamkia, atakusemea, atafanya chochote kile, atakwambia wewe, mimi nakwambia nitakuloga, na mimi nakwambia leo hautalala. Tayari umeshikwa nini? Ukishashikwa hofu na naye, sasa ni rahisi kukutawala. Kwa nini? Ile hofu uliokuwa nayo tayari imeshampa nguvu yule. Kwa hiyo anapozungumza kwamba unapopita kwenye maji mengi, mimi niko pamoja na wewe. Kwa hiyo usiogope unapopita kwenye maji mengi, maana yuko tayari, yuko Bwana, yuko pamoja na wewe. Hiyo ni moja. Ndio maana hatua kwa maana kwamba unapopita popote pale, usiogope, kwa sababu mimi niko pamoja na wewe. Nani? Mungu yuko pamoja na wewe. Sikiliza. Zaburi 23 anasema hivi: nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Lazima upitishwe kwenye bonde la uvuli wa mauti ili usiogope. Hujanielewa? Siku yote ile unapopitishwa mahali pagumu sana, ujue kwa mahali palipokuwa na ushindi mkubwa. Unapopita kwenye majaribu makubwa sana, ndipo mahali ambapo unapata ushindi mkubwa sana. Unapokaa watu wawili wakakaa, hebu fikiri tu, watu wawili wakakaa, wanaanza kumjadili mama nani, wewe ni wa maana, wewe ni wa maana. Hivi fikiri, mtu anaacha kufikiri mambo yake, anaanza kufikiri hivi, nani amevaa nguo gani? Nikwambia sasa hivi nani, yaani wewe mpaka wanakujadili. Mimi na wasema Mungu naomba wanijadili usiku na mchana. Kwa sababu watu wakikusema ndio kitu kizuri, kwa sababu wewe usiposema ni sasa na mtu aliyekufa. Huna thamani chochote duniani, wewe ni ufe tu. Eti mzuri tu, mzuri tu, mzuri tu. Mzuri wapi? Hata Yesu mwenyewe alimuona ni mbaya, na ingawa alikuwa ni mzuri. Sasa wewe unataka sifa nzuri, sifa nzuri, sifa nzuri, sifa nzuri. Yes, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana najua wewe Bwana uko pamoja na mimi. Sasa unaogopa nini? Hapo sasa. Asante. Asante. Okay, so. Biake, cheka usiogope. Ngoja. Moyo uliochangamka ni dawa. Kwa hiyo ukichangamka, yeye wakati mwingine anachekesha watu, wakicheka tu namna hii, wanaenda nyumbani wakiwa na amani. Siku moja mmoja alikuja pale ana pressure ya hatari. Nikacheka, nikamshika. Mama akatoka sema nimepona mpaka kesho. Mtu ana stress kule na mume wake, kulana kula na kanisani na tena namna hiyo. Hapo tena ni ujana namna hiyo, kwa sababu nacheka. Na katika mito haitakugarikisha. Na katika mito haitakugarikisha. Yaani hautakuwa na chochote kitakachoweza kukuchukua. Yaani ngoja nikwambie, msukosuko lazima iwepo
ila haitakugharikisha. Ina maana kwamba haitakupeleka mahali ambapo sio sahihi. Yaani inakutingisha tu kwamba vipi upo kwenye imani au upoje, au umekaa umetulia ujisikia. Yaani inakutingisha tu. Kwa hiyo nakwambia haitakugharikisha. Kwa unapopita ukisikia tu, mbona nimesema, mwayasema, mtasema mchana usiku mtalala. Kama unaambia watu siku hizi jamani, kuna kanga zingine ambazo jamani siku hizi ziko wapi? Maana kuna zile kanga ambazo haina haja ya kusema maneno mengi. Unakuta tu mwana dada amefunga pale asema si nini ya kwanza nini ya wewe si nini, yani bila vincent hapo unakuta kama mama anapita klasi, mama nani si bila mama nani nini kwa hapo ili tumradi usome nini ya kwa sema nini ya kwangu amekushinda yangu ya wewe au wengine yeye anapita mama nani kwa inama tu anainama alafu anafanya ili kwamba yale maandishi yasome vizuri. Yeye anainama namna hii. Ukikaa kanga namna hii haijisomi, si ndio? Lakini kana namna hii hivi nani? Hivi kumbe ni mora mwe. Yeye ndio kwamba tunafanya ili yale maandishi asome. Sasa hivi kile msema namna ya mna. Sasa atakuwa bila akasema nyamazeni kimya, nani Bwana atawapigania. Amen. Unapopita kwenye sehemu fulani, mwambie Mungu ninakushukuru. Maana kama Yesu nipita, na mimi lazima nitapita. Maana kwa Yesu aliyepita, lazima upite. Kwa hiyo nikwambie mtu wa Mungu Bwana, watu wengi wanasemaga majaribu, naomba majaribu yasinipate. Mimi nasema Mungu naomba majaribu yaje. Maana ndani ya majaribu ndio kuna ushindi. Amina. Sasa ukiogopa majaribu, kamuulize Yesu. Leo watu wako kwenye Kwaresma wanafunga siku ngapi? 40. Kwa nini wanafunga? Yesu akasema naomba Mungu, akasema ikiwezekana na kikombe hiki, lakini haijawezekana akaimba. Sasa wewe kwa nini unaogopa kunywa hicho kikombe? Lazima unywe kikombe ili ushinde. Tuendelee pale kidogo. Uendapo katika moto hutateketea. Unapoingia kwenye moto hautateketea. Haleluya. Alafu ngoja niwaambie ninyi. Biblia ikizungumza kitu sio historia. Kabisa. Naomba muelewe kabisa. Hii Biblia sio historia. Hii sio nini? Sio historia. Naomba muelewe kabisa. 100%. Na msemo huu 1 jumlisha 1 2 jumlisha 2 2 jumlisha 2 2 jumlisha 2 2 jumlisha 2 4. Safi. Mwingine 2 jumlisha 2 Pigieni makofi. Amen. Sasa wewe nikwambie na nitakufundisha na utaelewa tu. 2 jumlisha 2 5. Na leo toka na hiyo. Na nitakufundisha kwa neno. Siku moja mtu akaniambia amekuja jamaa pale kanisani. Ni wasomi. Alafu nikawa nafundisha somo hili. Alafu akaniambia kwa hiyo nilichukua dakika kama 20 kumfundisha hicho kitu. Lakini nilipotoka hapo mpaka kesho nikimpigia simu anacheka na ananiambia si wewe si mtu wa kawaida. Na nitakupa kidhibitisho kibibilia kabisa. Kwa maana kama nakwambia 2 jumlisha 2 ni ngapi? Ni 5. Uliza swali. Inakuaje? Si ndio? Inakuaje? Ndio swali nataka. Iko hivi na nataka nikupeleke kwanza kibibilia. Moja. Wakati wakina Shadraka, Meshaki na Abednego walipotupwa kwenye tanuru la moto, Nebukadneza wakati
watupa wale watu wangapi? Watatu. Walipoingia kwenye ile tanuri pale, wakati mfalme anaangalia namna hii, akauliza watu, hivi ninyi watu hamkuwatupa watu watatu? Wakasemaje? Ndio, tumewatupa watu wangapi? Watatu. Mfalme akasema, mbona nikiangalia ninaona kuna watu 4? Yule mtu wa 4 ni mfano wa nani? Wa miungu. Maana yake ni hii, wewe unapotembea usijione uko peke yako. Umeshanielewa? Unanielewa? Yaani ina maana kwamba unapotembea usijione uko peke yako. Siku moja nilikuwa nafundisha pale, mtu mmoja akaniambia, hivi mtumishi inakuaje wewe? Mbona kuna sana kuona umekaa pale, kuna sana kuona umekaa pale, inakuaje wewe na wewe umesimama hapo hapo? Maana yake ni hii, Mungu anachokifanya, unakuwa na malaika ambaye amekuwa yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo akitazama namna hii, anaona kuna mtu wa pili ambao huyu mama anatembea naye. Kuna mtu wa tatu ambaye wametoka wawili hapa, lakini wanaonekana wako watatu, yuko watatu, ambaye anakuambia usiogope, maana mimi niko pamoja nawe. Okay. Watu wanasali, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Wapi? Hapa duniani. Ina maana unapoleta ufalme wa Mungu uje hapa duniani, lazima mtu wa kawaida mwenye elimu ya kawaida ya hapa duniani lazima aone ya kwamba hii kitu haiwezekani. Maana yake huyu mtu wa 4 lazima ulete ufalme. Mtu yote mwenye imani, mtu wa kawaida hawezi kumkubali kwamba huyu mtu kweli ndicho kitu anachokifanya. Niwaambia siku moja, sijui wapi, nilikuwa mahali fulani nilikuwa nafundisha, nikwambia mtu alishakuja pale kanisani kavunjika mguu, na kaja na mbaya zaidi, anakuja kwa uthibitisho. Angalia mtumishi, hii hapa x-ray inaonyesha nimevunjika nini? Mguu. Akanikasa. Alafu nini baba mmoja, tunazana wakina mama ndo na mapepo yetu. Akaja ni baba mmoja mzima ameshiba, mpaka pikipiki pale nje. Alafu akaingia kanisa namna ikasema, hapa Mungu ndo naanzaje hapa sasa? Naomba nipe hekima. Maana sasa mtu amenipigia simu, tena amenipigia simu, nikamwambia mimi sipo, niko mahali fulani. Akakaa kanisubiri. Nikamwambia ndo nafanyia sasa. Baba anakuja namna hii, baba la Kimasai ameshiba namna, ni tajiri wa hatari. Nikasema ndo hapa inakuaje? Ninaanzaje hapa? Mama Roho Mtakatifu amenipa jinsi ya kufanya. Nikakaa na mimi nikaanza kumfundisha zaidi ya nusu saa. Alafu nikasema sasa, kwani anaponya ni nani? Yesu. Kasema tu, acha tu. Nikajitia ujasiri. Nikamwambia njoo fanya hivi, fanya hivi. Nikasema haya malaika, fanya kazi, fanya kazi. Tafikiri ninaona. Fanya? Nyosha. Nikamwona baba fanya hivi. Hapo. Nikaongeza moto. Lakini kwa nini? Ni kwamba lazima nilete ule ufalme wa serikali ya mbinguni, nishushe hapa, ambao kwa jinsi ya mahesabu ya kibinadamu haiwezekani. Ndio maana Biblia ikasema kwa wanadamu haiwezekani, ila kwa Mungu inawezekana. Amen. Nafikiri nishasema mafani. Siku nyingine amekuja dada ambaye hana damu totally. Ameenda kupima hospitalini, alivyoenda hospitalini dokta akamwambia, yani hata vile vipimo vya kusoma viwango vya damu haisomi, ni low. Yani imeandikwa low, tena imeandikwa kwa herufi nyekundu, kwa kalamu nyekundu, low. Amekuja nyumbani pale namna hii, ameletwa na pikipiki, ameshushwa kama pale kwangu nje namna hii, ameshushwa pale namna hii. Nikimwangalia udada namna hii, mweupe kama ikiti, hana damu. Nikasema Mungu Baba, sasa hapa ndo nafanyaje? Maana sasa huyu mtu amekuja na amekuja nyumbani kwangu, akinifia hapa itakuwaje? Wewe unakwambia nikasema sasa hapa ndo nafanyaje? Nikwambie hebu tuende mpaka pale kanisa, tuingie kwa sababu pale kwangu kanisa na nyumbani soma. Nikamwambia tuende kanisani, ili hata kama akifa
Hasa amekufa kwangu. Amekufa wapi? Maana kimwangalia namna hii, na mwangalia kabisa ni kweli kibinadamu namna hii. Nikiangalia ni nyeupe, nikiangalia huko kwenye kisigino huko ni kweupe, nikimwangalia macho ni mweupe. Yaani ni ana damu kweli. Nikasema sasa hapa ni mwambiaje? Kule anambia nenda ukaongezewe damu. Anakataa kuongezewa damu. Anakimbilia wapi? Sasa na mimi nimwambie siwezi. Inakuja neno usiogope. Nini? Hiyo ni mtihani ambao ilikuwa inakuja sasa kwangu kwamba hivi kweli ni ngoja nikwambie. Huyu mtu amekuja kwa jinsi ya macho ya damu na nyama, ni kweli ana damu kabisa kabisa. Sasa amekuja kwako kwani alikuwa jua kuna hospitali. Na alikwenda kwa daktari akampima akamwambia utakuwa kwenda kuongezwa damu tena Arusha. Sasa angetakiwa hapa tena daktari akamwambia yeye nataka mimi mwenyewe nitakupeleka. Aliposema lo, mwenye hospitali mwenyewe akachukua kile kipimo akamwambia daktari naomba nipime na mimi. Wewe kama mashine ifanye nini? Kazi. Akapima akaona ana damu. Huyu ni lo. Hakani ikapeleka kanisa. Nikamwambia ndio inakuwaje? Tumishi mimi yani niko hivi. Nikasema sasa hapa ndio nafanyaje Mungu wangu? Hana damu. Nitapata wapi damu? Sasa nakuja kwenye mahesabu yangu ya 2 jumlisha 2. 2 jumlisha 2. 5. Nakuja mahesabu yangu. Wao madaktari 2 jumlisha 2 ni 4. Maana daktari anataka akili. Akili maana yake nielewe. Mimi ukija kwangu sitaki akili, nataka imani. Imani nataka kuamini. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa ninaamini kwamba nikikwambia na kuongezea damu, damu inaongezeka. Inaongezekaje mimi sijui, ninaamini. Amen. Ndio yule ngapi? 2 jumlisha 2 ni ngapi? Kwa hiyo nikakaa na pale kwa sababu huwezi kumfanyia mtu huduma kabla hujamfanyia counseling, kutoa uchafu ambao alishakuja navyo kwamba inaonekana na damu, sina damu, inaonekana hivi, inaonekana hivi. Kwa hiyo inabidi nitoe kwanza niweke imani. Kwa hiyo nilivyoitoa ile kitu nikamwambia sasa unajua nataka nikuongezee damu. Nikamwambia hivi mapigo ya moyo kwa pande gani? Kaenda kwa pande gani? Pande gani? Kushoto. Huku ni kweli na huku. Nikamwambia sasa na kuongezea damu. Nipa mkono wako. Kanipa mkono. Angalia, mahesabu ya 2 jumlisha 2 ngapi? 5. Nikashika mkono wake namna hii. Nikamwambia sasa na kuongezea damu ita 5. Hapo ndio usianze kutamka tu ita 5. Sijajua ndio simekuja kujaje. Na kuongezea. Nikasema kwanza na kuongezea damu na kuongezea damu na kuongezea damu na kuongezea damu. Ila sema na kuongezea kwanza. Hapo. Alafu ghafla akaanza kuniambia mbona mwili wangu unabadilika? Kweli dakika chache baada ya hapo, ule mwili ulikuwa mweupe ukawa mwekundu. Alafu alipotoka pale akaniambia mtumishi, niende kupima au nisiende? Nikamwambia nenda. Amen. Asa alipenda kupima kwa yule daktari. Kumbuka na amekuja asubuhi. Alafu anaenda mchana kwenda kupima na tayari ameshaonekana hana damu. Alafu akaenda pale kupima akakuta ana 5.6. Daktari akamwambia hivi, ni nini ulichokula ambacho umeongeza damu kwa dakika chache hizi? Ni nini? Akamwambia wewe nipime tu. Nimekuja hapa unipime. Ninachotaka wewe unipime. Sinaongeza damu. Akasema nini ulichokula? Lakini ninachokuambia hivyo nini? Sio ninakwambia kwamba ni ushuhuda, kwamba kujengea ushuhuda. Ninakujengea kwamba mahesabu ya serikali ya mbinguni ni tofauti na mahesabu ya hapa duniani. Ndio nakuja kwenye ile somo langu ya kwamba 2 jumlisha 2 ni ngapi? 5. Kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Na ndio maana akasema mnapopita kwenye maji mengi hayatakugarikisha, katika mito hayatakugarikisha. Ina maana kwamba hausiogope, maana niko pamoja na wewe. Amen. Halafu mkupa hadi nyingi nzuri pale. Endelea pale mstari unafuata akasemaje? Wala mwali wa moto hautakuunguza. Wala mwali wa moto haitakuunguza.
Siku ukienda mbinguni, haleluya, Mungu akuna Mesha na Abednego, muulize. Biblia siku moja ilikuwa nasoma nakuta kuna maji imeandikwa kwamba hata moshi, harufu ya moshi kwenye mavazi yenu haikuwepo. Ilikuwaje? Ni kweli? Atakwambia ni kweli. Sasa wewe unapopita Biblia hii hauwezi ukatoa hukumu kabla ya hapo. Hata leo siwezi fanya kitu chochote, siwezi nikahukumu mapepo au nikahukumu chochote bila hapo. Nitahukumu kutokana na sheria ya Biblia. Kwanza ninapokuambia 2 + 2 ina maana yangu kwamba ninapokuambia ni 5 kwenye Biblia, ukiniambia nikuthibitishie na kuthibitishia, kwa sababu wale walitumwa 3 wakaonekana wangapi? 4. Hujapata bado jibu? Kwa hapo nikiondoka umeelewa eh? Asante sana. Tuendelee. Mstari wa 3, kitabu cha Isaya 43 mstari wa 3. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Sikiliza. Rudia pale, kuna pointi moja pale nataka nikupe tu. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Mimi ni mwokozi wako. Mimi ni mwokozi. Ina maana tayari yeye ameshakukomboa. Amen. Wish to know this. Natamani uje kitu, yani wewe kabla ya kusema baba naomba unikomboe, yeye ameshakukomboa. Amen. Wewe wakati unamwambia mtoto nenda chuo kikuu, mtoto anakuambia sina ada, wewe mzazi unamwambia wewe nenda, maana umeshalipa nini? Sasa mtoto anaangalia tunipe basi hela nipeleke, yeye anategemea upate damu. Ameshakwambia, mzazi ameshamwambia mtoto nenda wapi? Shule, maana nimeshalipa nini? Ndivyo ilivyo kwamba sisi tumeshashinda kabla ya kufika kule kwenye ushindi. Sasa kinachotakiwa ni wewe kuchukua hatua ya kutoka hapo na kwenda kuchukua kile kitu. Basi ni yule mama mfano ameletewa dola, anashindwa kuchukua ile dola kupeleka bureau de change na kubadilisha kwa kwenye shilingi tu. Basi na ndivyo ilivyo, unashindwa kutambua tu kwamba sasa hivi mimi natakiwa nichukue kitu fulani basi tu, lakini tayari umeshashinda. Majaribu yakija tayari umeshashinda majaribu. Kinachokuja pale kwamba kukupima tu, vipi unaweza? Yeye anakupima tu, unaweza. Hii mtihani nayokupa utafaulu, lakini tayari wewe umeshinda. Mungu anisaidie uelewe kama ninavyoelewa. Yaani wewe tayari ni mshindi kabla ya kushinda. Ni kama siku moja nilikuwa naongea na mtu mmoja juzi hapa, nilikuwa kule akaniambia, mtumishi, kijana mmoja mdogo sana amesoma form 4 juzi alipata division 1. Akaniambia, mtumishi, mimi nataka kuwa pilot. PCD, physics, chemistry, na somo gani, geography. Ni masomo magumu sana. Akaniambia nataka kuwa hivyo. Akaniambia, lakini nijaribu kububu mtumishi. Nilijaribu kuangalia, nikakuta kwamba watu wengi huwa wanaenda kwenye chuo, wanasoma, lakini wanakosa ajira. Akaniambia, sasa mtumishi, nifanye nini? Nisomeje sasa? Maana shida ni kwamba hata kama leo nikisoma nikifaulu, kuna watu ambao wanaweka ndugu zao, yani tayari kabla ya mimi kufanya interview ya kwenda kuwa pilot, kuna ambaye tayari ameshachaguliwa kwenda kufanya nini? Kuendesha nini? Ndege. Sio unanielewa? Ina maana kwamba wewe ndi mmoja wapo katika wale ambao wakiambiwa leo kaeni hapa fanyeni interview ya kwenda kuendesha ndege, wewe ndio mmoja wapo katika yule ambaye tayari wewe utachukuliwa hata bila kufanya interview. Amen. Ila utaketishwa tu kwamba jamani, tutawapeni majibu yenu nyenye, ndio simeshaandika nani namba zenu za simu, ndio tutawapigeni nini. Lakini hapa hapo yule mtu aliyekutolea mtihani tayari ameshafanya tunaona wewe tayari usiogope naingia. Yeye wengine unasema nitafaulu. Wewe tayari umeshinda. Tayari umeshaingia kwenye ndege kabla hujaingia kwenye ndege. Amen.
tayari umeshashinda kabla hujaingia kwenye chumba cha mtihani. Yaani tayari wewe umeshashinda. Kwa hiyo swala kubwa ni wewe kwanza sasa kwenda kuchukua kile kitu ambacho unatakiwa kuchukua basi. Asikiliza akasemaje? Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Nimetoa Kusi na Seba kwa ajili yako. Nimetoa Kusi na Sheba kwa ajili yako. Mstari wa 4. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani sana machoni pangu. Kwa kuwa, si unanielewa? Unajua ukisoma Biblia usisome kwa ajili ya kufundisha, soma kwa ajili ya kuelewa. Kwa kuwa umekuwa nini? Wa thamani sana. Wapi? Machoni pa Mungu. Wewe ni wa thamani sana machoni pa Mungu, kiasi ambacho hataki upate shida, kiasi ambacho hataki upate magonjwa, kiasi ambacho hataki upate matatizo, kiasi ambacho unataka wewe ungekuwa sasa hivi ni tajiri wa matajiri, lakini sasa kwa sababu ya uoga wako, sasa ndio maana nakwambia, nataka nikwambie leo ya kwamba usiogope mtihani. Mtihani ni moja ya kupata ushindi. Unapata mtihani, unaingia chumbani, unaanza kwa nini umetolea mtihani mgumu namna hii? Sema Baba nakushukuru mtihani na kaa hivi. Nakwambia tena ona unataka nini hapa? Unataka nini hapa wewe? Unataka nini? Baba nani kuna nani yangu sijui kama ni wewe toka. Sasa wewe kwa sababu hujui haki yako ya msingi, na wewe unatoka unaenda kukaa kule nje barabarani, unasema nimefukuzwa na nani? Kwa sababu hujatambua haki yako ya msingi. Ngoja nikwambie, askari kazi yake moja kubwa ni kumlinda raia na mali. Mmoja wapo wewe hapo, yeye ni kazi yake ya kukulinda wewe. Sasa wao kwa sababu walifundishwa ya kwamba ukimwona mtu anakuja kilegelege ili wasikusumbue, maana majukumu ni mengi. Kwa hiyo ukienda pale namna hii, wewe unaenda pale baba pale kuna cha baba, pale kuna cha mama. Sasa unaenda pale, ukiingia namna hii, unasema unaweza kuweka mkono nyuma. Sasa baba, nina mtoto wangu sijui kama amekuja hapa. Mama toka hapa, anaitwa Salimu. Toka. Mama watu anatoka, amekuja na sehemu yake, anakaa mpaka saa 7 ya mchana, hajampata chai. Ameenda saa 11, hajampa nini? Sasa kwa nini hujatambua haki yako? Alafu moja nikwambie mtu wa Mungu, inawezekana unavonaga maskari wanavaga ile kitu hapa namna hii, unafikiri ni nini ile pale? Unaona nini anavaga hapa? Nini iko hapa? Asante Bwana. Hizi namba. Hata zile namba ni wewe, cha kitu kikubwa, shika zile namba zake. Maana pale polisi wanajulikana kwa namba. Hata leo kujitambulisha, anasema tu mimi ni GK hii namba hii, anajulikana hawini askari. Sasa shida watu wengi wanafuta anaitwa nani? Achana, ndio maana hii namba iko hapa. Na askari yoyote lazima namba zake zionekane wapi? Hapa. Kwa hiyo cha msingi unashika zile namba. Siku moja mbali nikamata. Alafu utundu wangu ulikuwa toka mkioni kwa mdogo. Niko bado niko nasoma sekondari. Alikamata askari sitasahau pale Chinese. Aliponikamata namna hii. Sasa uzuri ni kwamba na mimi nilikuwa na ujasiri. Aliponikamata akaniambia wewe ni mzuraji. Nikamwambia mimi nitoke kweli kule nitembee kuzura hivi sina kazi. Wewe chocho akanichukua akanipeleka mpaka akawa ananipeleka kule loka. Nikaenda akanipiga search kitambulisho kwa hapo. Kizao hata sina kitambulisho. Piga search hamna kitu chochote. Baadaye akaniachia. Aliponiachia nikasema kwa nini nikamata? Nikajifanya sasa kutoka pale ofisi ya mkuu ya OCS nikapanda kwenda kwa RPC. Serious, sijajua hata ujasiri umetoka wapi. Nikapanda kwa sababu nilikaa na watu wenye ujasiri. Kwa hiyo nikapanda na mimi nikapanda mpaka kwa RPC. Nikakuta watu wamekaa kwenye fomu na mimi nikakaa. Nataka kuingia kwa nani? Kwa RPC.
mkuu wa polisi mkoa. Nikakaa, jamaa kaingia na mimi nikasogea, mwingine akaingia, mwingine akasogea, nikafika. Yule askari alipokuja akaniona nimekaa kwenye kiti, akanifuata akaniambia, unaenda wapi? Nikamwambia tunaenda kwa RPC. Kufanya nini? Nataka kumuona tu. Njoo. Nikamwambia siji. Na mimi nikawa sasa siji. Nikakataa. Unaelewa? Ukisema tu shikamoo umeshakula kwako. Hiyo ni sheria za nini? Za ofisi. Kwa hiyo nikaingia pale nikasema tu habari ya saa hizi mzuri. Sasa hivi wewe unataka unataka kumuona nini kule? Nikamwambia mheshimiwa, huyu mtu amenikamata. Alafu sijaona kosa la aina yote. Amenisearch nifanye nini? Nataka nijue kwamba ni haki yeye kunifanyia hivyo au sio haki. Alafu mbaya zaidi, nilikuwa nasoma vijitabu vya kisheria. Kwa hiyo kuna baadhi ya vipengele vya sheria ambavyo ninavijua. Ndio kwamba wakati mwingine wa Tanzania wengi wanakosa kizabu kwa sababu kutokujua nini? Sheria. Kwa hiyo nikawa na kitabu kimoja cha sheria nasema imeandikwa ijue sheria yako. Kwa hiyo nikawa nimesoma. Kwa wakati nazungumza naye na mimi nampa kwa kipengele cha sheria. Mfano kwenye sheria inasema 1 2 3. Sasa baadaye akaniambia hivi, nachukua hebu msamehe. Nimekuja kwamba hapa msamehe. Ni kweli amefanya jambo hili si jambo jema. Kwa sababu nikamwambia moja ya kazi ya askari ni kulinda mimi. Kama yeye ananipiga unategemea nini? Ni leo mtaenda kushtaki wapi? Yeye akinipiga. Akaniambia ni kweli hilo unalosema ni sahihi. Ila sasa naomba msamehe. Nikamwambia okay. Kwa heshima yako, maana nikikukataa wewe hata nikienda pote pale utakataliwa. Kwa mimi nakukubali. Ila waambie kwamba wakati mwingine wasifanye hivi. Akasema sawa. Nilivyoondoka akamuita. Alichoniambia sikijui. Lakini kwa nini? Unapojua haki yako ndivyo ambavyo unapopata haki yako. Sasa watu wengi leo wanapoteza haki zao kwa sababu hawajui jinsi ya kupata haki zao. Kwa mfano leo unakaa kila siku unalia shida. Kumbe tayari kila kitu kiko cha kwako, umeshapewa pale. Magonjwa umesema magonjwa ni ya kwangu. Unalala na paracetamol kila siku, unaleta ile paracetamol yangu mpaka imeshajulikana ile dawa ya mama iko wapi au ya bibi au ya mtoto iko wapi. Yaani kila siku unalala nayo. Biblia ikasema ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Watu wanaonewa. Hata ni watu wachache wenye ujasiri. Na mimi nakufundisha leo ya kwamba usiogope mtihani, mtu wa Mungu. Unapopita kwenye mitihani, fanya mtihani utashinda. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, watu wanasema kwamba Yesu alijaribiwa akashinda yale majaribu. Si kweli? Na kama Yesu alishinda majaribu, na wewe lazima ushinde. Biblia ikasema ndipo shetani alipomwacha Yesu kwa muda. Ngoja nikwambie, kuna mahali utapita kwenye majaribu, utashinda jaribu la kwanza, utapita jaribu la pili, utapita jaribu la tatu, utapita jaribu la 4. Ukishinda na hii, shetani anabaki umeshavuka pale. Amen. Umeenda kwenye kidato kingine, umeenda kwenye hatua nyingine. Sasa wewe kila siku ni mtoto wa chekechea. Nataka nikwambie, lazima ufike mahali uchukie, lazima ufike mahali ukasirike, lazima ufike mahali ujitambue. Ngoja nikwambie, watu wengi hawajajua sheria zao iko kwenye Biblia Bwana. Ni kama leo kwenye nchi, hivyo msifanye nikakamatwa na askari. Mama nimalizie hapo. Mtume sawa? Nimalizie hapo alafu nifanye kazi kidogo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nikashikwa na askari. Yeye anamwambia wakati mwingine hata kama huna kesi, fika kama mahakamani mnaekaa tu kama vile mnavokaa hapo kanisani, kwani unadaiwa? Wakati mwingine hata sikiliza hata vyombo vya habari, ujue sheria.